Usiku ulitanda mzito, kivuta pamoja na giza lake lisilopenyeka. Harufu nzito ya udongo ulionyauka na unyevunyevu wa mabaki ya mvua ilionyesha jioni. Hakukuwa na mwangaza hata wa mwezi, na nyota zilionekana kufichwa nyuma ya wingu zito lililozingira anga, ikiacha ulimwengu ufunikwe na utulivu wa kutisha. Pepo baridi wa kubembeleza lakini maji makali ulipita kwa mbinyo wa ajabu kupitia miti ya mikaratusi iliyosimama mirefu pembeni ya barabara ya kuu, ikibeba sauti za ajabu kama minong'ono isiyoeleweka. Ilikuwa ni moja ya jioni zile ambazo hata panzi huacha pii na mbwa hulala hii, kana kwamba kuna kitu kisichoelezeka kinachotembea gizani. Katika hali hiyo ya kutisha, taa za gari la Juma zilimulika barabara yenye vumbi na mashimo, likisonga taratibu kuelekea kijiji cha Njia Panda. Nyuma ya usukani, Juma alishika usukani kwa nguvu, macho yake yakichunguza giza lililotanda. Mkewe Zawadi alishika mkono wa Neema, binti yao mkubwa, ambaye alikuwa amejikunja kiti cha nyuma, akishuhudia kimya vivuli vya miti vikicheza kwenye dirisha la gari. Mtoto wao mdogo, Kito, alikuwa amelala fofofo chetaki cha watoto, bila kujua hatari iliyokuwa ikiwafikia. Walikuwa wameachana na makelele na msongamano wa jiji la Arusha, wakielekea kwenye kile walichoamini kuwa ni paradiso yao mpya kijijini If, nyumba walioijenga kwa jasho na damu, iliyokuwa imejengwa kwenye eneo waliloamini kuwa lina hewa safi na utulivu. Jumba hilo jipya, likisimama peke yake katikati ya shamba kubwa, lilikuwa linaonekana kama ndoto iliyotimia. Lilikuwa na kuta nyeupe zinazong'aa, paa la kisasa na madirisha makubwa yaliyoahidi mwanga na joto la jua la asubuhi. Walikuwa wamefurahi sana walipoiona kwa mara ya kwanza, wakifikiri wamepata mahali pa kutulia na kulea familia yao mbali na machafuko ya miji. Juma alihakikisha kila kitu ni cha kisasa, na Zawadi alikuwa amepamba kila kona kwa uzuri. Waliamini wamepata mahali pa amani, lakini hawakujua kuwa chini ya ardhi hiyo safi na yenye kuahidi kulikuwa kumejificha siri ya kale yenye nguvu za giza zisizotabirika, zikisubiri kuamshwa. Walifika nyumbani usiku wa manane. Hata kabla ya kushuka garini, Zawadi alihisi baridi isiyoelezeka ikipitia mifupa yake, ingawa halikuwa jua kali. Juma alishusha mizigo, akifurahi kumaliza safari ndefu. Neema alishika mkono wa mama yake, macho yake meusi yakichunguza giza lililowazunguka, akihisi uwepo fulani usioonekana. Alikuwa na hisia kali tangu ameingia kwenye barabara ya vumbi, kana kwamba macho mengi yalikuwa yakiwatazama kutoka gizani. Kito, akiamka na kulalamika kwa usingizi, hakuonyesha dalili za hisia hizo, akilalamika tu njaa. Asubuhi ya kwanza ilikuwa ya kupendeza, jua la asubuhi likiangaza kupitia madirisha makubwa. Familia ilifurahia kuwa kinywa chao kwenye meza mpya ya mbao. Zawadi alijaribu kujiambia kuwa hisia za usiku zilitokana na uchovu wa safari. Juma alikuwa na shughuli nyingi za kupanga vitu na kufurahia bustani yao pia. Lakini hisia ya ajabu ilianza kujitokeza polepole. Mara ya kwanza ilikuwa ni vitu vidogo visivyo na maana. Zawadi alipanga vikombe jikoni, na alipoondoka na kurudi, alaviputa vimebadilisha ukirudi. Alijua alikuwa ameviweka kwa utaratibu tofauti. Labda nimechoka, alisemea. Siku zilivyosonga, matukio yalianza kuongezeka. Sauti za ajabu zilianza kusikika usiku, viparuzo kwenye kuta, minong'ono dhaifu kama upepo ukipita kwenye jani kavu, au hata milio ya kucheka pamoja. Juma alipuuza, akisema ni panya au upepo mkali. Zawadi alijaribu kuamini, lakini moyo wake uliendelea kuuma. Neema, ambaye alikuwa mpole na mwangalifu, alianza kulalamika kuhusu ndoto za kutisha. Aliota akifukuzwa na kivuli cheusi, au akisikia sauti ikimwita jina lake kwa sauti ya kuumiza. Mama, kuna kitu kinanitazama usiku, Neema alisema siku moja asubuhi, macho yake yakionekana kwa kukosa usingizi. Zawadi alimkumbatia, akijaribu kumtuliza. Ni ndoto tu mwanangu, umelala mahali papya, bado hujazoea. Lakini ndani ya moyo wake, Zawadi alijua hakuwa anasema ukweli kamili. Alianza kuhisi baridi isiyoelezeka katika baadhi ya vyumba, hata wakati wa jua kali. Harufu ya udongo uliochanganyika na kitu kingine kisichoelezeka ilianza kutokea ghafla na kutoweka, hasa jioni. Kito, mtoto mdogo, alianza kuzungumza na rafiki yake mpya wa kufikirika. Mwanzoni walidhani ni kawaida kwa watoto, lakini Kito alimwelezea rafiki huyo kwa undani. Bibi mzee mwenye macho mekundu, au kivuli kikubwa chenye meno marefu. Alianza kucheka peke yake au kulia bila sababu, akionyesha kidole kwenye kuta tu, kana kwamba kuna kitu alikiona. Hali hii ilianza kumtia wasiwasi Juma pia, ambaye aliamini kuwa watoto hawadangani. Lazima kuna panya au wadudu kwenye kuta, Juma alisisitiza, akipiga simu fundi wa kuondoa wadudu. Lakini baada ya ukaguzi wa kina, fundi alishindwa kupata chochote. Hakuna dalili za wadudu wala panya bwana. Nyumba yako iko safi,
alisema fundi huyo, akimtazama Juma kwa mashaka. Juma alijikuta akikosa majibu ya kimantiki. Usiku mmoja, hofu ilifikia kilele. Zawadi na Juma waliamshwa na kelele kubwa kutoka jikoni. Walipokimbia, walikuta makabati yote yakiwa wazi, sahani zikiwa zimetupwa chini na kuvunjika, maji yakimwagika kutoka kwenye bomba lililofunguliwa ghafla. Hakukuwa na mtu na hakuna aliyesikia mtu akilia. Juma alichukua kifagio akijaribu kufagia uchafu huo, lakini moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi. Zawadi alitetemeka, machozi yakitoka. Hii si kawaida Juma, hii sio panya. Walianza kujitenga na marafiki, wakihisi aibu kueleza matukio haya. Juma kwa mara ya kwanza alionyesha ishara za kukata tamaa. Alianza kufikiria kuuza nyumba, lakini wazo la kupoteza fedha nyingi lilimtesa. Walijaribu kualika mchungaji wa kanisa lao kuja kufanya maombi. Mchungaji alipokuja, alihisi baridi isiyoelezeka na hisia ya kutokuwa vizuri, lakini hakuweza kueleza. Baada ya maombi, mambo yalionekana kutulia kwa siku chache, lakini kisha yalirudi kwa nguvu zaidi. Neema, akionekana kudhoofika kimwili na kiakili, aliamka usiku mmoja akilia kwa nguvu. Alisema aliona mwanamke mzee mwenye macho mekundu akitembea chumbani kwake, akimnong'oneza maneno yasiyoeleweka. Zawadi na Juma walimkimbilia hospitali, ambapo madaktari walisema hana tatizo lolote la kimwili, wakipendekeza ushauri wa kisaikolojia. Juma alikataa, akiamini tatizo lilikuwa zaidi ya saikolojia. Hali ilipozidi kuwa mbaya, Juma alikumbuka hadithi za bibi yake kuhusu mizimu na laana za ardhi. Ingawa alikuwa amezituza maisha yake yote, sasa hakuwa na jinsi. Aliamua kwa shingo upande kumtafuta mzee mmoja wa jirani aliyejulikana kwa hekima na ufahamu wake wa mambo ya kale. Mzee huyo akiitwa Babu Shaka alikuwa na macho yenye hekima na alifanya kazi zake kimya kimya bila kutaka kuonekana sana. Juma alimweleza Babu Shaka yaliyowapata. Babu Shaka alisikiliza kwa makini, akitikisa kichwa polepole. Ardhi hii ina historia ijayo. Babu Shaka alimwambia Juma kwa sauti ya chini, kabla ya nyumba yako kujengwa, hapa palikuwa mahali patakatifu kwa matapiko, na pia palitumiwa kwa matendo mabaya na wazee fulani waliokuwa na roho mbaya. Kulitolewa kafara ya kutisha zamani, na roho iliyoteseka haikupata amani. Inatesa kila anayefanya makazi hapa. Babu Shaka alieleza kuwa hiyo ilikuwa ikihisi kudharauliwa kwa kujengewa nyumba juu ya ardhi yake, na pia ilikuwa ikitafuta kulipiza kisasi kwa yaliyotokea zamani. Alisema roho hiyo ilihitaji kutulia, na njia pekee ilikuwa kufanya tambiko maalum la kuombea msamaha na kuilipa heshima ardhi hiyo. Juma na Zawadi walishtuka, lakini walipokuwa wamefika mwisho wa ulipo wao, walikubali kufanya chochote kile kitakachowafanya watoto wao na maisha yao kuwa salama. Maandalizi ya tambiko yalianza. Babu Shaka aliwaagiza Zawadi na Juma kukusanya vitu maalum: mstari wa mbuzi mweusi asiyekuwa na kilema, pombe ya kienyeji iliyotengenezwa kwa umakini, na shanga za kale. Alisisitiza kuwa wanapaswa kuwa safi kimwili na kiroho na kuomba msamaha kwa roho hiyo kabla ya tambiko kuanza. Familia ilihisi mzigo mkubwa wa hofu na matumaini. Usiku wa tambiko ulikuwa ni usiku mwingine wenye giza nene kama ule wa kwanza wao kuwasili. Babu Shaka alifika na baadhi ya wazee wenzake. Waliwasha moto mkubwa katikati ya uwanja, wakizunguka eneo hilo kwa umakini, wakiimba nyimbo za kale kwa sauti za chini. Neema na Kito walikuwa wamelala chumbani mwao, wakiwa wamelindwa na Zawadi na Juma waliokuwa wakisali kwa nguvu zao zote. Kadri tambiko lilivyokuwa likiendelea, upepo mkali ulianza kuvuma, ukitikisa miti kwa nguvu. Sauti za milio ya ajabu na minong'ono ziliongezeka, zikisikika kutoka pande zote. Vitabu viliruka kutoka makabatini ndani ya nyumba, na taa zilianza kuwaka na muziki. Hofu ilijaa hewani. Juma alihisi kitu kikubwa chenye baridi kikipita karibu naye. Zawadi alihisi macho yakimtazama kutoka gizani, na alilia kwa hofu. Milio ya mbuzi iliyokuwa ikitolewa kafara ilionekana kuongeza nguvu ya mizimu. Ghafla, mlango wa nyumba ulifunguka kwa kishindo kikubwa. Kivuli cheusi kikubwa na chenye macho mekundu kilitokea mlangoni. Kilikuwa kirefu kuliko mwanadamu yoyote, kikinuka harufu ya damu na uharibifu. Kilihisiwa kuelekea moja kwa moja kwenye chumba cha watoto. Zawadi alipiga kelele, "Kito, Neema!" Juma alijaribu kukimbia kwenda kuwalinda watoto wake, lakini Babu Shaka alimshika mkono kwa nguvu. "Usikimbie, hiyo ndiyo inachotaka. Ina nguvu zaidi ukiogopa." Babu Shaka alipiga kelele, huku akiongeza kasi ya kuimba nyimbo za maombi. Walihitaji kuimaliza tambiko kabla kivuli hicho hakijawafikia watoto. Kivuli hicho kilifika mlangoni mwa chumba cha watoto, ikijaribu kuvunja mlango. Kelele za Kito na Neema zilisikika ndani, zikijaa hofu. Zawadi alihisi moyo wake ukilipuka. Alifumba macho, akijisalimisha kabisa kwa Mungu na kwa nguvu za wazee.
Alikumbuka maneno ya Babu Shaka: amani, heshima na msamaha. Alipofumbua macho, alikuta Juma amepiga magoti akiomba kwa nguvu. Babu Shaka na wazee wengine walikuwa wameongeza sauti zao zikisikika kama ngurumo. Ghafla kulikuwa na mlio mkubwa wa kutisha kutoka ndani ya nyumba, kama vile kitu kigumu kikivunjika vipande vipande. Kisha kimya kilitawala. Kivuli kilirudi nyuma polepole, ikipungua ukubwa wake, macho yake mekundu yakififia. Kilirudi kwenye giza walipotoka, kikipotea gizani. Hewa ilianza kuwa safi na harufu mbaya ilitoweka. Jua la asubuhi ilianza kuchomoza polepole, likimulika nyumba na ardhi iliyozunguka. Familia ilikimbilia chumbani kwa watoto. Walikuta Neema na Kito wakiwa wamelala usingizi mzito, wakiwa salama. Hakukuwa na dalili za kivuli, isipokuwa mlango uliokuwa umeharibika kidogo na hisia ya amani iliyoanza kutawala. Zawadi na Juma walikumbatiana, wakiwa wamechoka lakini wakiwa na shukrani. Babu Shaka aliwataka familia kutembea kuzunguka nyumba na kusafisha kila kona, wakinyunyiza maji ya tambiko na kuacha ujumbe wa amani. Alisema roho sasa imepata amani na haitawatesa tena, kwa sharti la kwamba waheshimu ardhi na historia yake. Walibaki katika nyumba hiyo, lakini maisha yao yalibadilika milele. Hawakuzipuuzia tena hadithi za kale au imani za wazee. Kila asubuhi walihakikisha wanatoa heshima zao kwa ardhi hiyo. Neema hakulalamika tena kuhusu ndoto za kutisha, na Kito hakuzungumza tena na bibi mzee wa macho mekundu. Walikuwa wamejifunza somo gumu, kwamba kuna nguvu zaidi ulimwenguni kuliko tunavyoweza kuelewa kwa akili zetu za kisasa. Ingawa walipata amani, kumbukumbu ya kivuli cha mzimu wa kisirani iliendelea kuwa sehemu ya maisha yao. Nyumba hiyo sasa ilikuwa imejaa historia yao wenyewe, hadithi ya familia iliyokabiliana na giza na kushinda, lakini kwa gharama ya kujifunza kuamini yale yasiyoonekana. Na kila mara upepo ulipopita kwa mbinyo wa ajabu kupitia miti ya mikaratusi jioni, walikumbuka kuwa hata katika amani kuna siri za kale zilizofichwa chini ya ardhi, zikisubiri kuheshimiwa.